Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, baada ya mapumziko mafupi, alhamdulillah, sasa tunaweza kuendelea na kipande ambacho kimebakia, ambayo sasa tunaingia moja kwa moja kwenye tuangalie siku za hija. Naam, tunaingia moja kwa moja kwenye siku za hija. Kwa hiyo Sheikh, karibu sana, tuendelee tafadhali. Watu wa huku tunaangalia kwenye karatasi, angalie kwenye ubao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa unwani ambayo iko mbele yetu ni siku za hija, ayyamul hajj, masiku ya hija. Hija ni utekelezaji wa ibada ya haji, inaanza rasmi mwezi 8 Dhulhijja, ni Dhulhijja 8. Tulieleza kwamba sisi tunafanya hija ya tamattu, hija ya tukishafanya ambao tunaanza na umra kwanza. Tushamaliza umra, watoa zile nguo zetu ya ihram, ile ambayo walikuwa haruhusiwi kuyafanya, tunaruhusiwa kuyafanya. Kifika mwezi 8, yani Dhulhijja 8, tunaweka tena nia sasa. Tunasema labbaika Allahumma labbaika hajja. Tunaweka hotelini. Hali ya sunna kabla ya ihram tulotaja, yale unanyoa, kama utakapopunguza nywele kuzitoka katika sehemu mwili maruhusiwa. Unaoga, unajipaka manukato yako. Usipake katika ile ihram katika mwili wako, alafu unaweka nia labbaika Allahumma labbaika hajja. Yale ambayo yalikuwa yaruhusiwi pia, ukishaweka nia hiyo pia hija pia yaruhusiwi pia vile vile. Inakuwa ya kwa sababu ukishaweka nia yale ya mwanzo kwenye umra, kukata nini nywele na yale kwa ambao kuvaa nguo ile shona kwa mwanaume hairuhusiwi. Mwanamke anavaa. Mwanamke yeye ruksa, na pia kuvaa viatu na socks hairuhusiwi pia. Kwa kushaweka nia sasa, ndio hii mwezi 8 ambao inaitwa yaumu tarwiya. Imetwa yaumu tarwiya sababu kipindi cha Mtume sallam na sahaba radhiallahu anhum, kipindi hicho walikuwa wanabeba maji wanakwenda nayo Mina. Ilikuwa kipindi kile ni ukame, sio kama sasa hivi. Sasa hivi kenda kutakuta kuna AC zipo, na Sheikh Feruzi anafahamu. Sheikh Feruzi Mina ziko AC, mimi walikuwa hawana AC. Sasa hivi kuna unakuta mafriza yamejaa, unakuta majuisi manini yamejaa katika mafriza. Kwa mwezi 8 yaumu tarwiya, ambapo hii mwezi yaumu tarwiya mara nyingi kisheria utakuwa utoke kwenda Mina ile baada ya zawali ya mwezi 8. Ni siku hii, lakini wakucha asubuhi yake sasa saa ngapi mnatoka mnakwenda Mina. Lakini sasa hivi muda pia wanaanza kuchukua watu ikishaingia siku hii kuanzia saa 6 za usiku. Sisi tushafika Mina hijafanya, nakumbuka tulifika Mina tukaswali Mina alfajiri. Tutoka saa 7 Maka. Tukaenda Mina. Kutoka Maka mpaka Mina, Maka iko ndani ya hii Mina iko ndani ya Maka. Lakini kuna kilomita takriban zikafika kilomita 8. Hadi kusema Maka tunakusia kutoka ule msikiti Masjid al-Haram kwenda katika hizi kwenda hapa Mina kilomita 8 kwa mwendo wa barabarani zile kilomita. Kama tunachukua saa 7 za usiku napelekwa saa 7 saa 8. Wengine wanakuja paka dhuhuri, unakuja kuanzia mdogo wanaanza kuchukuliwa Mina. Wanakuja saa 7 usiku, saa 8 saa asubuhi, wanakuja tu paka mchana kwa washakamilika watu wote wako Mina. Ndio yaumu tarwiya ya siku ya mwezi 8. Kwa kufika Mina, kuingia ihram ya tamattu kama tulitaja labbaika hajja. Unakwenda Mina kuswali na kukaa huko kwa utulivu na ibada. Kwa ile mwezi 8 tunakaa tuko Mina. Tutaswali pale kama ni alfajiri, au kama alfajiri utachelewa utaswalia labda hotelini huko. Ni pale mara nyingi watu wanaswali ya dhuhuri, alasiri na magharibi na isha. Sasa hii swala namna yake kuziswali hapa, adhuhuri utaswali rakaa 2, lakini bila kuikusanya na alasiri. Kila swala unaswali kwa wakati wake. Adhuhuri utapunguza, utaswali rakaa 2 badala ya 4. Alasiri pia utapunguza, magharibi utapunguza, isha pia utapunguza. Kwa unakaa kwa swala kufanya dhikri, kuomba dua, soma Qur'ani. Yani mimi muda wako maliza katika vitu hivyo. Yani ulimi wako uwe na rutuba. Umekaa bwana, sasa hivi namtaja Allah mpaka muda fulani, weka mpaka kuanzia muda huu tamtaja Allah. Taja Allah, anashika masafa, nasoma Qur'an. Ukichoka pumzika. Bwana, sasa hivi kidogo nifanyaje? Pumziki. Napumzika. Na pia kuna mawaidha tunatoa. Unaweza kuswali, kuna nyanyuka kidogo, Sheikh anatoa kalima. Au kuna baadhi tunafundishana pia, tunakumbushana bana Mina zile mahdhuratul ihram. Kwa tunakaa mwezi wa 8 siku yote hiyo katika mwezi 8. Kisha baada ya hapo Mina
inakuja Dhulhijja 9, na mara nyingi tunatolewa kuanzia usiku pia vile vile, ambao kwenda Arafa itakuwa kwenda zawali, yani wakati wa jua likishapambazuka alfajiri pale kidogo ishraq, ndio mnakwenda Arafa kuanzia muda ule. Ili kutoka pia nyuma ya muda huo pia si vibaya, kwa mnachukuliwa mara nyingi mnafika Mina asubuhi, na matoleo mengine kuanzia saa 7 za usiku tunaanza kutoka, mabasi yanapishana tu yanakwenda Arafa. Nafika Arafa asubuhi, kwenda Arafa, kusimama Arafa. Na kusimama maana yake si kama ukifika Arafa wewe usikae, huo umesimama wima tu, so maana yake sio kusimama. Au kuna kile kijilima Jabalur Rahma ukakaa pale juu muda mrefu, utaweza kuomba dua, jua ni kali. Kisi vibao kaenda kule. Mimi nafanyaga mara nyingi jioni ndio naenda kutembea kule. Chaka jioni nilikuwa naenda. Kuna mahema. Ile yote ni Arafa. Arafa ni kubwa, na katika hizi sehemu ambazo ni kubwa kuliko zote ni Arafa. Na Arafa wanasema haijawahi kujaa isipokuwa imefikiwa robo tu. Arafa yote ile, wale mahujaji wote waliokaa tangia ije imeanza robo. Huu uwanja wa Arafa ni uwanja mkubwa sana. Kwa utafika Arafa ambao ni nguzo ya hija, ndio nguzo kuu ya hija. Ukikosa Arafa, kwenda Arafa, wewe hija umeshaikosa. Mtume anasema al-hajju Arafa, hija ni Arafa. Kwa katika hiyo sehemu ukiwa Arafa unabidi uombe dua sana, na pia vile kuomba toba na kuistighfari kwa sana. Na maneno Mtume anasema kwamba khairu dua yaum Arafa, bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Yani kama dua unaomba dua bora ni siku ile, na Mtume anasema bora ya maneno ambayo nilisema mimi na manabii waliopita kabla yangu ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Haya maneno mtayarishi kama ile labbaika, haya pia kae katika mishipa ya fahamu hili. Wewe unasema sana ukiwa Arafa, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na pia maneno haya yamekuja pia katika adhkari za asubuhi na jioni. Useme mara 100 maneno haya, utasamehewa madhambi. Kwa unaomba dua na unaelekea kibla. Wakati unaomba dua unaelekea kibla. Na pale hapo tutakaa siku nzima. Pale tunaswali swala hizi, swala 2. Na swala zinazoswaliwa Arafa tofauti na Mina. Mina nilitaja kama nakumbuka, kila swala swali kwa wakati wake, lakini zile za rakaa 4 swali rakaa ngapi? 2. Lakini ukifika Arafa tunaswali, ikifika muda wa swala ya dhuhuri tunazikusanya. Tutakusanya ya dhuhuri na alasiri kwa rakaa ngapi? 2. Kwa vyakula vinaletwa pale, kuna maji, kila kitu kipo. Unakaa pale unaomba dua. Na ndio sehemu hii, siku hii Allah huwa anasamea watu, anawacha watu moto na huru watu wengi sana siku ya Arafa. Ndio kuomba msamaha kwamba Allah aniepushe na moto. Naomba zile khair za dunia na akhera katika siku hii. Yani wewe dua zako zote, yani ukienda wewe ziorodheshe. Ipo siku tutaweka kuorodhesha zile dua. Kuorodhesha zile dua zako zote, ukifika pale Arafa moja baada ya nyingine muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama nilivyowaambia mwanzo, yakini kabisa Allah atakuja kukupa kirejeo kwa kuomba dua na toba na msamaha. Kisha fika utakiwa kuswali magharibi hapo na isha. Natoka Arafa tunatolewa baada ya kuanzia swala, ukishaingia giza, shaingia magharibi, watu wanaanza kutolewa Arafa. Na mabasi tunapelekwa wapi? Mash'ar al-Haram, ambayo inafahamika kama ni Muzdalifa. Inaitwa Mash'ar al-Haram. Inaitwa jina lake hivyo Muzdalifa. Kutoka Arafa mpaka Muzdalifa ni kipande kidogo. Kilomita takriban kama 10 na kidogo hivi. Na hii Muzdalifa yenyewe ipo baina ya Arafa na Mina au Muna. Ule Mina kule tunapokaa, tutaja Mina ndo Ibrahim anataka kumchinja mwanae yule Ismail, ile sehemu ipo. Anataka kuchinja Ismaili hii. Kwa tukishatoka hapa, kwa muda huo hiyo baada ya swala ya magharibi au swala ya Isha, tunakwenda wapi? Muzdalifa, ambao ni usiku wa mwezi 9. Kwa usiku wa mwezi 9 kuamkia mwezi 10. Tunakwenda Muzdalifa. Kuna Muzdalifa baada ya magharibi, baada ya ndo muda wake huu. Kukusanya mawe. Unakusanya mawe yale. Sababu ikikucha siku hiyo kuna kupiga mawe katika lile Aqaba al-Kubra, lile guzo moja kubwa. Unakusanya vijiwe wala 70. Hii sasa hivi nani tuko nao hawa supervisor wetu, una vijiwe unapewa kila mmoja kwenye kifuko chake. Sheikh Feruza anafahamu kanya tulikuwa nayo, pewa vijiwe kwenye kifuko kile. Vijiwe vako vote vya idadi yote. Kwa ukifika unaenda unakitoa tu 7 unaenda kutupa. Kwa kuswali na kulala hapo. Tunaswali pale swala hizi. Tutaswali magharibi na Isha. Kwa vile
kwa kupunguza isha na kuswali magharibi 3 kuzikusanya. Na unaswali isha, unaswali katika muda wa swala ya magharibi, unaanza magharibi afu unakuja isha, afu unatakiwa unalala. Hani pale usikae macho kufanya dhikri, makosa. Unatakiwa ufanyaje? Unatakiwa ulale. Na pale chini ukichelewa unalala kwenye vumbi. Ndio si huwa tunawaya, hata mwaka jana niliwahi, mwaka juzi kuna mwaka fani nilala kwenye kinanifani kidogo dogo. Na pale wakilala unakuta wamelala wote, wamelala wanawake, wamelala wanaume wote. Hani ukiinuka namna hiyo, bwana mmoja alilala ananiambia, bwana shehe nimeamka, ile nikashtuka usiku, nimeamka nasema nilala usingizi mzuri, nikuja kushtuka namna hii nikainuka hivi. Hani yule alifeel kwamba ni kiyama kile kinataka kusimama. Aliona kama kiyama, sababu Muzdalifa katika makusudio ya hija ni kukumbuka kiyama. Yani Muzdalifa ukikaa pale unaona sasa hichi kiyama kinakuwa kiko hivi. Sababu Muzdalifa ni ule uwanja una chochote isipokuwa una vioo tu basi. Kuna kuta mahiram meupe yamejaa, watu wamejaa, unaangalia hivi. Ule mzee akasema ndinuka usiku, nikasema kiyama kimesimama. Kabidi mzee arudi kufanyaje? Hatari, abidi arudi kulala. Sababu angalia yuko yeye peke yake tu, kwa moto amebidi arudi kulala. Muzdalifa. Kwa swali tunaswali alfajiri, tunalala, tunaenda na swala salatul fajr. Huo ni usiku wa siku ya Eid mwezi 10. Sasa maswali salatul fajr, tunakaa tunafanya adhkari kidogo, alafu tunainuka sasa mwezi 10, ambao ni mwezi 10 huo. Wewe usiku wa mwezi 9 ambao tunakaa mpaka mwezi 10 hapo. Asubuhi yake mwezi 10 tunainuka sasa. Inaambiwa inaitwa yaumun nahr. Yaumu ani siku ya kuchinja, ambao huko ni siku ya Eid, Eidul Adha, au unasema Eidul Haji, unasema Eidul Haji, lakini Eidul Adha ndio lugha yake kisheria, sio Eidul Haji. Eid al-Adha unakwenda au kiurahisi, Eid kubwa, Eid ndogo, Eid kubwa, kurusha mawe. Sasa matendo katika siku hii ya 10 ambayo ni yaumun nahr, yako matendo mengi. Hii siku ina matendo mengi sana, ndio maana muda wa kuswali Eid watu pate mahujaji wapate, hujaji apate muda wa kuswali Eid. Hii ina matendo mengi. Katika siku hiyo ya 10 tutakuwa urushe mawe katika zile jamarati. Tuja kuzitaja, darasa yake iko mbele. Jamarati ni kitu gani? Yako maguzo yale. Kwa haraka tu, Ibrahim alayhi salatu wasalam alimpiga shetani kwa kupiga jamarati lile moja lile, unapiga vijiwe 7 siku hiyo ya 10. Na hapa mkitoka Mina sasa, na mkitoka Muzdalifa kwenda Mina, sababu kutoka Muzdalifa mnakwenda Mina, ile jamarati iko Mina, ile jamarati iko Mina. Kwa wakati mnatoka tunatembea kwa miguu. Sehemu hakuna basi, kwa sababu mabasi akiweka hapo haiwezi, itakuwa ni kugumu sana. Kwa hakuna basi, tunatembea kwa miguu, tunakwenda paka Mina. Tukifika Mina tunakaa, tunakunywa chai kidogo, napasha matumbo, tunatoka pale tena tunakwenda wapi? Jamarati, kuna kumpiga shetani kule. Ndio yeye kurusha mawe vijiwe 7 siku hiyo, kisha kuchinja, ambao wanachinja kule wako watu wameweka na serikali wanachinja siku hiyo, siku ya 10. Alafu kunyoa kwa wanaume na kupunguza kwa wanawake siku hiyo ya 10. Alafu pia kuna tawafu ifadha ambao ni nguzo ya hija. Wachale tawafu ya umra, hii ni tawafu ya hija ambao hii inafanyika katika siku hiyo ya 10. Siku ya ngapi? Siku ya 10. Mambo yote yale pale, kuchinja, kunyoa, kupunguza nywele, kunyoa kwa wanaume, kupunguza nywele kwa wanawake. Na ukishakuwa umenyoa, mfano umepiga jamarati, ukachinja na ukanyoa kwa mwanamume au kupunguza kwa mwanamke, yale yote ambayo niliyotaja uruhusiwa kuyafanya, yale yote unaruhusiwa kuyafanya, isipokuwa uruhusiwa kukutana na mke wako. Pia mke inabaki, utaruhusiwa kukutana na mke wako kama umefanya tawafu ifada. Ukishafanya hii, mkeo sasa atakuwa ni halali. Lakini kitendo cha kunyoa, kufanya yale yote, kurusha mawe, kuchinja, kunyoa au kupunguza, ukishafanya unaruhusiwa yote. Watakucha kunyoa nywele zako, unanyoa pale. Lakini mkeo paka ufanyaje? Fanya tawafu ifada. Na hii siku yake ni siku hii ya 10. Ndio iko hivyo sheria. Kinitasi nyingi ikaruhusiwa pia na sheria pia kadhalika. Inawezekana ukaacha kwenda siku hii ya 10 kufanya tawafu na saa yake, ukaenda siku mwezi 12 kati mkishaondoka Mina moja kwa moja. Kile unatoa nguo zako zile, mke hutaruhusiwa paka ufanye tawafu hii ya ifadha. Kisha baada ya hapo sasa, pale namba kuna 11 mpaka 13, yani masiku matatu baada ya Eid ambayo inaitwa ayamu tashriq. Ayamu masiku hii tashriki, maana yake ni kuanika nyama. Kipindi cha Mtume sallam walikuwa wana mafrija, mambo yao yalikuwa hayapo, sio? Walikuwa nyama zao zile wakichinja wanazianika nje kwenye sehemu wameziweka, wanazianika kutengeneza sehemu wanazianika, ndio inaitwa tashriq. Inaitwa
Na hii inatuhimiza sisi kuchinja, si kuchinja kule tu, hata ukiwa huku pia chinja katika maisha yako, sababu mtume katika maisha yake yeye alichinja miaka yake yote. Mtume kaiji hija hii na alichinja vichinjo 63 na mtume aliishi miaka 63, kwa kila mwaka mtume kachinja. Sasa kwa Muislamu Allah amekujalia amekuruzuku umeishi miaka 70 hujachinja hata mbuzi moja kuchinja, achana na kuku, yani kusema kusudia kuchinja mbuzi, ng'ombe au kitu kama hicho, sawa sawa. Kwa uchinja mmoja, sababu ule mnyama ana fadhila kubwa katika ibada ambayo mtume alikuwa ameifanya sana, ibada ya kimwili. Mtume amechinja sana alayhi salatu wasalam. Na ukitaka kujua kuchinja pia, hata mambo yako yakiwa magumu ya kiriziki, wewe chinja kwa ajili ya Allah, ile gawe ile nyama, Allah anakufungulia. Tukujua hivyo Ibrahim alayhi salatu wasalam alipoa mtihani, baba na mwanangu, mimi nataka nikuchinje, nimeota mimi nataka Allah alikuwa na mtihani kampa. Ismail akamwambia ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Akamchukua yule Ismail akaenda naye Mina, ataka kumchinja kabisa. Allah anasema fafadainahu bidhibhin adhim, tukampa fidia kwa kichinjo kilichokuwa kikubwa bana. Kondoo akapewa kondoo, huyu hapa chinja bana huyu. Kwa kuchinja kina mambo yako magumu, yakiwa mambo magumu sikumia na kuchinja, Allah atafanyaje? Atayafungua. Kwa siku ya 11 mpaka 13 kurusha mawe jamarati, yani kuanzia mwezi 11 katika tendo la hujaja analolifanya, ni tendo lake ni hili, anakwenda kurusha anaenda kupiga mawe katika jamarati ile kubwa, kubura na wustwa, afu na aqaba. Kuna al-awwal, al-ula, wal-wustwa, wal-kubra au al-aqaba. Anapiga 3, kila kimoja juu, anarusha kila jamara moja mawe 7 na kila na usurushi wote kwa pamoja, ukachukua fuka ya rusha kwa pamoja, la kimoja baada ya chini, kila ukirusha kimoja Allahu akbar. Na iko namna ya kurusha, sababu jamarati mfano sio kama tuelekezana kama hii chupa, ukirusha usije kwa huku mbele, huku unaweza ukapigwa kabisa, unaweza ukafa kutoka damu kabisa, sababu ukirusha watu wamekaa wengi huku, na kuna watu wana tabia akirusha vile vijiwe. Kuna mmoja shashuhudia, mimi naona anaenda mbali kidogo, anasogea distance kidogo, afa anakuja anazunguka hivi, afa anarusha. Sasa ile jua akirusha likikuta kichwani, sasa ukipiga vizuri, mbona tukija mahujaji tunatokea sisi huku, jamarati ndo hizi zimekaa hivi, sisi tunatokea kule. Kwa ukija tunakuja kwenye kona huku hakunaga watu, napiga mawe 7 tunakwenda la kati na la mwisho, ili kuanzia mwezi na kukaa Mina. Ukishapiga tunarudi, na siku hizi tunapiga baada ya jua kuwa lishakuwa kali, na tunatoka sasa Mina tunakwenda jamarati. Na pia vile vile kuruhusiwa kurejea Maka kwa ibada. Kwa mfano ikifika mwezi wa 11 unapiga jamarati 12, ukipiga ukitaka kwenda Maka unaruhusiwa, au bana amepiga 12 nataka nirudi Mina, pia unaruhusiwa pia vile vile, kuna ubaya katika hilo. Kwa ukiishia 12 inakuwa ibaki na ni moja sasa, tawafu alwada, au kama hii tawafu ya ifada hujaifanya, unakwenda kuifanya katika mji wa Makka, unakuwa ushamaliza ibada yako ya haji. Hili nimetaja kwa maneno, lakini ukiwa kule sasa vile vitendo vyako utaviona, vile vitendo vyako utaona. Tukishakuwa tuko Mina, yani Mina jishughulishe sana, tukikaa wake ibada hii ya kupiga vijiwe, tunaenda tunarudi Mina ni mchana. Kwa hiyo muda wote tuko pale hapo, unakula hapo, jitahidi dhikri, omba dua, usizungumze ile kwanza kumsema mtu, sio kuzungumza sema mtu, umeona umechoka kufanya ibada, wewe lala, na hata msahau unarudi wewe ibada tu, sababu hujui kwamba utarudi tena pale, au kana ndo sababu umeenda ukarudi, ndo pepo tena hiyo, ndo pepo. Kwa sababu na usiombe Allah akuondoshe ukiwa kule, sababu ilivyo mazingatio si kwamba umefia wapi, sababu ardhi wewe mtakasagi mtu, ardhi wewe haimtakasi mtu. So anamia nataka nife Maka baba, matendo yako vizuri baba, matendo yako vizuri, matendo kwanza ndo Allah anaangalia hicho kitu. Yule Abu Jali kafia Maka, unajua unazungumza nini kafia kule, yule Abu Jali tunazungumza hapa, wale walikuwa Maka, Abu Jali kazaliwa Maka, lakini haikumfaa na ni sharifu Abu Jali. So huko watu wanaita masharifu, sasa yule Abu Jali alikuwa sharifu wa kweli, lakini haikufaa ule usharifu wake. Na Abu Lahab na nyumba yake sasa hivi tunaenda kuonesha kiko choo, nyumba yake sasa hivi imejengwa choo, nitaenda kuonesha kile choo kile bana, nyumba yake ilikuwa ni choo hichi hapa. Mimi naishi hapa, Allahu a'lam.